Kwa hiyo roho ndio ambayo inajua nini inatarajia kitokee kwenye maisha yake. Yaani roho ilikuwa mbinguni, ilipokuja duniani automatically inajua. Ndio maana wakati mwingine una shauku ya kuwa mtu fulani, una shauku ya kufika mahali fulani. Hiyo shauku ya kufika mahali fulani kimaisha au kifamilia au katika malengo yako, hiyo shauku haianzi kwenye akili, haianzi kwenye mwili, inaanzia kwenye roho, kwa sababu roho ndio inapewa maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Na roho ndio ambayo inapewa neema ya kuongezeka. Bwana asifiwe. Yaani namaanisha hivi, mwana karatasi watu wa Mungu, kabla hii karatasi haijatokea hivi ninavyoiona, ilikuwa kwenye ulimwengu wa roho. Hii karatasi ilikuwa kwenye ulimwengu wa roho.